Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi allama bil qalam, allama al insan ma lam ya'lam. Thumma as-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamoja na masahaba zake na watu wa nyumbani kwake mtume mpaka siku ya Kiyama, Allahumma amin. Awali ya yote ni kujulieni hali ndugu zangu, mashaka zangu na walimu zangu wote kwa ujumla. Vipi hali zenu? Lakini pia vile vile ni kuwaombea dua ndugu zetu mbalimbali wenye matatizo, wenye kuuguza, lakini na kadhia zingine mbalimbali ambazo zinawakuta katika maisha ya kila siku. Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa jaha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aweze kuondoshea shida hizo na kadhia hizo, na wale wagonjwa basi Mwenyezi Mungu aweze kuwapa shifa, Allahumma amin. Na ndugu zangu, ni mwendelezo wetu wa darasa yetu adhimu, darasa ya ilmu al-ashkali al-ramli, somo ambalo ni somo pana, somo kubwa, somo adhimu. Kwa hiyo tulipoishia katika nukta iliyopita, tuliishia kwenye kipengele cha mlango wa alama za ashkali za ramli. Kwa hiyo kipengele hichi hatukukimaliza. Kwa hiyo kama hatukukimaliza, bila shaka tunaendelea kuangalia vinavyopatikana humo ndani. Kwa inshallah, bila kupoteza muda, tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tawfiq na atujalie sadad katika jambo hili kubwa, na atufungue mimi na nyinyi milango ya ufahamu ili kuweza kuelewa masala yanayopatikana katika elimu hii. Naam, ndugu zangu, bila kupoteza muda, pointi yetu ya msingi katika somo lililopita tulikuwa tunazungumzia hii mada hii, mlango wa ashkali za ramli. Hii ndo ilikuwa main point yetu, kama kwa lugha nyingine ndio ilikuwa maudhui yetu, na kwa lugha nyingine ndio ilikuwa kichwa cha habari cha somo letu. Kwa hiyo kama ilikuwa ndio kichwa cha habari cha somo letu, tuliangalia namna ambavyo zile tabia nne tunavyoweza tukaziswitch katika ile mistari minne ya shikeli na kwa kila shikeli. Kwa hiyo sasa na mpangilio ule ulizingatia kanuni ya mpangilio wa tabia wa nguvu za kitabia, kwa sababu tuliona kwamba mipangilio ya tabia ipo ya namna mbili. Kuna mpangilio wa kinujum, lakini pia kuna mpangilio wa nguvu za kitabia. Kwa hiyo tuliona na tulisoma na bila shaka tutakuwa tumeelewa. Kwa hiyo tukabakiwa na kipengele hichi. Sawa? Tukabakiwa na kipengele hichi kinachosema kwamba inajulikana na kipengele hichi kinachosema kwamba inajulikana kuwa
inajulikana kuwa tabia inajulikana kuwa tabia hizi huchanganyikana na kubadilishana hali zenyewe kwa zenyewe. Sawa? Kwa hiyo hapa ndipo tulipoishia, tukasema tutakuja kuangalia namna ambavyo zinavyochanganyikana na kubadilishana hali zenyewe kwa zenyewe. Hizo ndio main point. Hizi tabia hizi tutaziangalia. Sasa hapa kuna mfano. Sawa? Hapa kuna mfano. Asema mfano sawa. Akasema mfano, moto unaweza kuwepo ndani ya moto. Sawa? Au moto ukaonekana ndani ya upepo, au moto ukaonekana ndani ya maji, au moto ukaonekana ndani ya udongo, kwa sababu kila tabia inaweza kuwepo ndani ya tabia nne. Sawa? Kwa sababu kila tabia inaweza kuwepo ndani ya tabia nne. Sisi tunaona vizuri eh? Au ni maelezo kwa wale wenye vitabu, nafikiri mnanielewa vizuri. Kwa hali hiyo inakuwa ni 4 mara 4 inakuwa ni sawasawa na ashkali 16. Sisi tunaona vizuri eh? Inakuwa sawasawa na ashkali 16. Hivyo yakazalishwa maumbo au zikazalishwa shikeli 16 kutokana na tabia ngapi? Kutokana na tabia 4. Sawa? Walifanya hivyo kwa kuunganisha. Kwa hiyo hapa tunasema mfano, sawa eh? Kuunganisha sawa eh? Kuunganisha moto, sawa, ukaunganishwa na nini? Na upepo. Sawa eh? Lakini pia moto ukaunganishwa na nini? Moto ukaunganishwa na nini? Ukaunganishwa na maji. Lakini pia moto ukaunganishwa na udongo. Lakini pia moto ukaunganishwa na moto. Sawa eh? Kisha upepo ukaunganishwa na nini? Na upepo. Sawa eh? Kisha upepo ukaunganishwa na nini? Na maji na kuendelea. Sawa? Sasa hii ndiyo kanuni mama kama jinsi ambavyo nilivyosoma kwenye kitabu. Nafikiri vitabu mnavyo mnanielewa.
Sasa hapa inakuja sentence ama yanakuja maelezo yanayosema hivi. Hapa tufanye hivi, inakuja maelezo yanayosema hivi: maana ya kuunganisha au tazwiji. Sawa, maana ya kuunganisha, sawa, au tazwiji. Wanazuoni wa elimu hii huita alama mbili zilizounganishwa, yaani mistari miwili, sharta. Sawa, kwamba hizi nukta mbili hizi au ufanye hivi, huitwa nini? Huitwa sharta. Sawa, lakini pia vile vile mfano wa alama ya moto inavyoanza kuundwa. Sawa, wanazuoni wa elimu hii huita alama mbili zilizounganishwa mistari miwili sharta. Kwa mfano hizo nukta mbili, sawa, yaani maana yake ni sawa na kuweka hivi. Hizi nukta mbili ni sawa na kuzifanya hivi, sawa, zilizounganishwa hivyo. Wanazuoni wanasema sasa hivyo ndivyo ambavyo mfano wa alama ya moto inavyoanza kuundwa. Sisi tumeona vizuri Sasa tusisahau mfano wa kuunganisha, sawa. Moto jumlisha upepo, moto jumlisha maji, moto jumlisha udongo, moto jumlisha moto, upepo jumlisha upepo, upepo jumlisha maji. Hii kitu cha msingi usisahau. Na tukaja tukapata kama maana ya nini? Maana ya kuunganisha huitwa nini? Tazwiji. Sawa, kwamba nukta mbili au nukta mbili zilizoungana huitwa nini? Ni sharta. Kwa hichi kitu tusifanye nini? Tusikisahau. Kwa hiyo hapa ninafuta, halafu twende tukaone jinsi gani mambo yanavyofanyaje, yanavyoendelea. Kwa tufute hapa tu. Sasa kwenye kitabu hapo tumepewa mfano kwamba tumepewa mfano wa kuunganisha nini? Moto. Mfano kuunganisha nini? Kuunganisha moto. Sawa, na kwenda hivi ama nafanya hivi kwa sababu najua kitabu nacho na wakati tunavyosogea mbele, kwa maana kwamba nyuma mmefanyaje? Nyuma mmenielewa. Na kwa nini mmenielewa? Kwa sababu hapakuwa na maswali kwamba hamkunielewa. Kwa hiyo kadri tunavyozidi kusogea ndivyo tunavyozidi na kubadilika namna ya kufanya, ya kufikisha. Kwa hiyo tunachukua mfano wa shikeli hii. Sawa? Tunachukua mfano wa shikeli hii ya tariki. Sawa, mfano sasa wa kuunganisha hiyo moto na upepo, moto na moto na kadhalika. Sawa? Hii ni shikeli ya upepo. Sawa? Hiyo ni shikeli ya nini? Ya upepo. Maana yake ni nini? Maana yake tunachukua nukta nyingine tunaiweka hapa pembeni. Hii si shikeli ya tariki, tunachukua nukta nyingine tunaiweka hapa. Kwa tukiweka hapa pembeni, kwa tunaziunganisha hizi mbili. Si zimekuwa nukta mbili hapa juu? Kwa hiyo hapa inakuwa ni sawasawa na kupata shikeli hii hapa. Sawa, inakuwa ni sawasawa na kupata hii shikeli. Tunakuwa tumepata shikeli gani? Tunakuwa tumepata shikeli ya utbatu dakhila. Ndio maana akasema mfano wa kuunganisha kwamba moto kaunganishwa na nini? Na moto. Sawa, kwamba hii ni nukta ya kwanza hapa. Manake hapa kuna shikeli lakini haijulikani ni shikeli gani. Lakini anachotaka kukufundisha ni namna ya hizi tabia, jinsi ambavyo zinavyooana zenyewe kwa zenyewe, jinsi ambavyo zinavyochanganyikana zenyewe kwa zenyewe, au zinavyobadilishana hali zenyewe kwa zenyewe. Kwa hiyo hapa hii ni shikeli ya tariki. Kwa pembeni hapa tunaweka nukta nyingine. Tukiweka nukta nyingine hapa tunaziunganisha hizi nukta tunapata
hiyo hapa. Sisi tumeona vizuri eh? Kwa hiyo tayari hapa tunakuwa tumepata shikilia nini ya utbatu dakhila. Huo ni mfano wa moto, lakini tunaenda mfano wa nini? Mfano mwingine wa upepo wa moto na nini na upepo, sawa eh? Mfano wa nini wa upepo. Hapa kwenye moto tumepata shikeli hiyo. Sasa hapa tunachukua mfano huo wa shikeli ya tariqi, sawa eh? Tunachukua shikeli hiyo nini ya tariqi. Kwa hiyo aliposema kwamba kuunganisha moto na upepo, maana yake ni kwamba alikuja katika ngazi hii ya pili hapa. Sisi tumeona vizuri eh? Kwa hiyo tunaishusha nukta nyingine hapa. Kwa hiyo hapa inakuwa ni sawasawa na kupata umbo hili ama shikeli hii. Inakuwa ni sawasawa na kupata shikeli hii hapa. Shikeli gani? Shikeli ya naqiu al-khadi. Sawa eh? Tunaendelea mfano mwingine wa kuunganisha nini? Wa kuunganisha udongo. Sawa? Kuunganisha udongo. Tunaenda na shikeli hiyo ya tariqi. Sawa? Tunaenda na shikeli hiyo ya tariqi. Maana yake ni kwamba tunachukua hii nukta ya moto hii, tunaileta hapa chini kabisa hapa kwenye ngazi ya 4 ya shikeli. Maana yake hapa inakuwa ni sawasawa na kupata shikeli hii hapa, kupata shikeli ya utbatu kharija. Sawa eh? Sasa tunaenda pale niliposema upepo na nini? Upepo na maji na upepo na upepo. Kwa hiyo tunachukua shikeli hii ya nini? Ya tariqi. Sawa? Tutachukua shikeli hii ya tariqi. Sasa aliposema kwamba upepo na upepo, maana yake hapa kwenye ngazi ya pili ya shikeli. Sawa eh? Lakini pia upepo na maji, maana yake hapa kwenye ngazi ya 3 ya shikeli. Kwa hiyo hapa inakuwa ni sawasawa na kupata umbo hili. Inakuwa ni sawasawa na kupata umbo hili ama shikeli hii ya ukla au shikeli ya akla. Sawa? Kwa hiyo maelezo yanaendelea, anasema kwamba baada ya kutoa mfano huo, tumia akili yako kwa kupanua kanuni hiyo kwa mifano hiyo kupata shikeli zilizobakia. Kwa hiyo Sheikh anasema kwa kutumia hii kanuni sasa, tumia akili yako kwa kuipanua hii kanuni ili shikeli zote 16 ufanye nini? Uzipate. Na hii itakuwa ndiyo tamrina yetu kwenu nyinyi. Hili litakuwa ni zoezi kwetu sote kwamba tuzipate shikeli 16 kwa kutumia kanuni hii hapa. Sawa? Bila kusahau kwamba 4 mara 4 ni 10 na ngapi? Ni 16. 4 mara 4 napata ni ngapi? Ni 16. Kwa nini? Kwa maana ya kwamba sawa? Hapa amepata shikeli ya kwanza ni hii hapa. Sawa? Shikeli ya kwanza kaipata ni hii hapa. Sawa? Utbatu dakhila. Shikeli ya pili kapata ni naqiu al-khadi. Sawa? Shikeli ya tatu kapata ni utbatu kharija. Na shikeli ya 4 kapata ni nini? Ni ukla. Sasa hizi zimekuwa ni 4. Ndio anakuambia 4 mara ngapi? Mara 4 ni sawa na 16. Sasa kutokea kwenye hizi 4 natakiwa tupate shikeli ngapi? 16. Au kwa kupanua akili yako wewe unayenisikiliza mpaka tupate shikeli 10 na ngapi? 16. Sikakupa mwongozo. Kwa hiyo natumai hili haliwezi kutushinda. Sawa eh? Kwa hiyo hapa pia nifute halafu tuendelee na kipengele kinachofuata. Kwa hiyo
muende mnanizingatia kwa umakini uliokuwa mkubwa na uliokuwa madhubuti.